Ipo dhana kwenye maisha yetu inayotumika vibaya sana, ila ina maana kwa upande fulani. Dhana hii pia ina uhusiano na mambo matano yanayomhusu Kisoda au Kichupa katika maisha yake ya sanaa tangia anaanza kuigiza mpaka alipofikia, ikiwemo kuto kulipwa na Donta TV mara baada ya kushiriki kuigiza katika series fulani. Usistuke, ni kweli, ila unachopaswa kujua ilikuwaje hasa. Tukianza na dhana hiyo, kabla ya kuingia katika kiini cha hayo mambo matano, ambapo ndani yake kuna mkasa wa ile hoja ya kwa nini Kisoda hakulipwa aliposhiriki kuigiza akiwa Donta TV. Dhana yenyewe ipo hivi na imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Cha kwanza, umewahi kusikia kwamba wanasema jitolee, wakuone mjinga uondoke na maarifa, right? Lakini pili, wengine wakakazia wakasema kujitolea sana ni chanzo cha umasikini, ila unaweza kujenga msingi bora utakao kusaidia hapo baadaye kupitia kujitolea huko. Na tatu, wengine wakaja na msemo huo wakisema endelea kujitolea, vumilia, utajiriwa tu siku moja. Je, katika hizi semo tatu ni nani yu sahihi kulingana na kizazi cha leo na kwa nini hasa? Drop comment yako pasipo kusahau kusubscribe, kulike na kufinya alama ya kengele kwa updates zaidi. Halafu elewa kwamba semo hizo tatu zilimkuta Kisoda na zikamfanya kuwa star mkubwa sana until this time. Ilikuwaje? Basi tulia nikupate facts kwa kuangazia mambo matano mpaka kufikia kwenye misemo hiyo yenye uwiano na ustaa wa Kisoda. Karibu Kibox Media kwenye kipindi cha Screen and Reality. Timothy, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo filamu. Kwenye video hii tutaangalia mambo matano ya usuyo historia ya Kisoda na safari yake ya kuigiza yenye milima na mabonde yaliyomuimarisha misuli na mifupa katika kufikia ndoto. Pasipo kusahau ilikuwaje basi mpaka Kisoda hakulipwa na Donta TV, maskini ya Mungu, binti wa watu. Chanzo kilikuwa nini? Basi yote yatajibiwa kwa kipindi hiki cha Screen and Reality. Before tuanze mchakato kwa kina, take a break. Jambo la kwanza, tunapaswa kumfahamu Kisoda ni nani. Walau hata watoto wenu wanaopenda kuigiza huko mtaani wanaweza kupita kwenye hatua zake na kujifunza zaidi. Jina halisi la Kisoda au Kichupa anaitwa Khairat Mbaraka Issa. Ni mtoto wa kwanza kuzaliwa akiwa na umri wa miaka 10, akifuatiwa na mdogo wake aitwaye Najat Mbaraka Issa. Huyu ana miaka 5. Ni binti msumbufu sana, huwa anapigwa makonzi na Kisoda na kufundishwa namna kuweza kuigiza kwa sababu anatamani awe kama dada yake. Baba wa Kisoda anaitwa Mbaraka Issa Ismail na mama yake anaitwa Skudhani Muhammad. Mahali ambapo anaishi kwa sasa, yani Kisoda na wazazi wake, ni Mbagala jijini Dar es Salaam. Jambo la pili, nje na kuigiza, Kisoda anasoma tena, shule yupo vizuri mno. Nikinukuu, Kisoda anasema natamani kushika nafasi ya kwanza, hiyo siku nitafurahi sana, si kwamba ufeli, hapana. Mfano, katika historia yake anasema somo la jiografia na Kiswahili hupata alama A, yani A kwa Kiingereza. Nikinukuu pia, Kisoda huyu anasema nikiamka asubuhi nikijua naenda kufanya mtihani wa geography au Kiingereza kwa maana ya English, naamini kabisa naenda kupata alama A, yani A. Mwisho wa kunukuu. Safi sana Kisoda. Kisoda huyu anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Mwangaza, ila hii shule ni medium school, kwa Kiingereza inaitwa Mwangaza Primary School. Kisoda anasema hujigawa na kutumia muda wake vizuri katika kusoma na kufanya mazoezi ya kuigiza, na nukuu, kuna muda anajisomea nikiwa nyumbani kwa kutenga muda maalum, na nikifika kambini kwenye mazoezi nafanya mazoezi ya kuigiza, mwisho wa kunukuu. Hii ilikuwa ni mara baada ya mwandishi kuweza kumuuliza kwamba unajaribu kubalance vipi muda wako wa kusoma pamoja na kuigiza. Hivyo ndivyo Kisoda alivyoweza kuelezea. Licha ya kuwa hisabati ni miongoni mwa somo ambalo linamtesa Kisoda, ila ameahidi kupambana nalo mpaka likae kwa hedi. Akiwa kambini hushauriwa na Baba Karobo kusoma kwa bidii ili kutimiza malengo yake, lakini pia shuleni nako si haba, hushauriwa na walimu wakimwambia, wewe unaigiza lakini elimu ndio kila kitu, uweze kutoka bila elimu. Kisha mimi na wajibu sawa na kazana. Mwisho wa kunukuu kutoka kwa Kisoda. Jambo la tatu, safari ya Kisoda katika sanaa ya uigizaji imeanzia mbali mno, japo jopo kubwa la mashabiki wamemtambua kupitia series ya Binti Yangu, akiwa kama binti mwenye nguvu za kimizimu au kichawi anayepambana kumlinda Baba Karobo, Mdoli, Joan na Karobo.
huku akipenyeza vita kali kwa Sonia na baadhi ya wabaya ambao wanahitaji kumdhuru Mdoli na Baba Karobo. Huyu Sonia ni mwanamke pekee anayeisumbua sana familia Baba Karobo na Mdoli. Kisoda anaichukia sana hili jambo. Kisoda anafunguka kwamba nilianza kuigiza Donta TV ambapo bibi yangu ninayekaa naye ndiye alinitafutia nafasi, kwani nilikuwa natamani kuigiza nilipokuwa nawaona wanashuti. Hivyo mara baada ya bibi kuongea nao wakanikubalia na kuanza kunifundisha kuigiza. Na hapa ndipo pale tunalijibu swali letu lenye ukakasi mkubwa na kiu kubwa. Je, Kisoda hakulipwa kweli? Jibu ni ndio, ila na nukuu kulingana na makubaliano yao kati ya Kisoda na Donta TV. Kisoda anasema ilikuwa ni mitaa ya nyumbani, bibi akawaona Donta TV wanaigiza na bibi akawa anakiona kipaji changu, akaenda kuniombea, japokuwa scene za kwanza zile zilikuwa ngumu kwangu, nilikuwa na aibu, lakini baadaye nikazoea. Mwisho wa kunukuu. Kisoda alipoulizwa, je, kipindi anafanya kazi Donta TV alikuwa analipwa au alikuwa halipwi? Kisoda anasema hapana, nilikuwa silipwi kwa sababu nilikuwa nafanya mazoezi ya kujitolea ili nipate nafasi ya kusonga mbele. Je, unaikumbuka ile dhana ya kujitolea niliyokuambia pale mwanzo ambapo iliganyika katika sehemu kuu tatu? Sasa imepata jawabu. Kisoda hakulipwa kwa sababu hakukuwa na makubaliano ya kulipwa na alikuwa anajitolea ili apate nafasi. Hivyo Donta TV wakampatia mafunzo bure kwa weledi mkubwa. Kisoda akiwa Donta amefanya movie inaitwa Stepmother. Baada ya hapo akafanya nyingine tofauti na Donta TV inaitwa Mtoto Mchawi, akafanya siri ya bangili, ndipo akaibuka kwenye series ya Binti Yangu chini ya usimamizi wa Baba Joan. Tukija kwenye jambo la 4, mpaka Kisoda anaonekana kwa series ya Binti Yangu, aliyemsaidia mpaka kufika hapo ni bibi yake ambaye alizungumza na Baba Joan na kumpeleka Kisoda kambini rasmi kuanza mazoezi. Kisoda anasema aliniona kwenye ile Stepmother japokuwa nilikuwa tayari nimeshaacha kuigiza kule kwa Donta TV, na sijui ilikuwaje, nadhani bibi na Baba Joan walipopigiana simu wakaongea, ndipo nikaletwa na bibi. Mwisho wa kunukuu. Kwa hivyo bibi yake na Kisoda ndiye anayesimamia kipaji cha mjukuu wake, na upande wa wazazi, mfano mama yake Kisoda anasema alipoambiwa kuwa anaigiza kutoka kwa bibi alifurahi sana na kumtia moyo akisema, tunaamini siku moja utatusaidia na sisi. Najua lipo swali la msingi hapa. Je, Kisoda huku kwa Baba Joan analipwa? Jibu ni ndio, analipwa. Kisoda anasema wanamlipa na machumo yanaenda kwa bibi yake anayehifadhi, japokuwa kiasi cha malipo ni siri ya kambi. Mwisho wa kunukuu. Lipo la kufurahisha kidogo. Kisoda anasema akiwa mkubwa anataka kuwa kama Mwadawa, mwigizaji kutoka katika series ya Kombolela. Nikinukuu, Kisoda anasema napenda anavyoongea, confidence zake, yupo seriously, lakini ni ngumu kumfikia kwa sasa, ila nitajitahidi. Mwisho wa kunukuu. Jambo la 5 na la mwisho, ili nadharia ya kuwa watoto kuigiza mambo makubwa yenye kuifunza jamii, hasa yaliyopishana na umri wao, kwa upande wa Kisoda ipo tofauti kidogo, kwani Kisoda anasema hujifunza umakini, kuwa na adabu na kutokuwa mjeuri kwenye series anazozicheza na kutazama. Ila lipo jambo la kushangaza hapa. Kisoda na Karobo ni marafiki. Siku moja walifumwa wakiwa wanazungumza jambo la kushangaza kidogo. Nikinukuu, Kisoda alikuwa anamuuliza Karobo akisema, hivi Karobo, una bwana wewe? Sentensi hii imezungumzwa na Baba Karobo na ilimstua sana na kumtoa head down. Baba Karobo ikabidi awakanye kwa kuwakataza kuyazungumzia hayo mambo kwa umri walionao na kuwasihi napaswa kuulizana maswali ya darasani ili kukazana kielimu. Baba Karobo ameonekana kuwa mwalimu bora wa watoto, hasa katika kuwanyosha katika njia stahiki, na anapenda kile Kisoda anakifanya, hasa akiwa anajiongeza katika kuigiza, akitia chumvi na ndimu kidogo. Ucheshi, ukarimu na utani wa Baba Karobo pamoja na mafunzo bora ayatoayo Kisoda kwa hadhira ndizo sifa kuu ambazo zinafunga kipindi chetu. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nijuze kupitia upande wa comment section hapo chini. Je, unavutiwa na kipi kutoka kwa msanii au mwigizaji Kisoda Kichupa Khairat katika uigizaji wake? Mimi sina mengi kwa leo, yalikuwa ni hayo. Nafikiri umepata kitu na unaweza kumfunza mwanao wa kike au wa kiume anayetamani kuigiza ayazingatie haya ambayo Kisoda ameyapitia. Ni moja kati ya tukio kubwa kwa mtoto
lakini lina funzo ndani yake. Hakukimbilia fedha kisoda, alikimbilia kazi na kujifunza, na already mzuri ndio mpaka sasa umempatia jina na anaendelea kuwa mwigizaji mzuri. Kwa hiyo hata mtu mzima pia unayetaka kujifunza kupitia kisoda, unaweza kuanza taratibu, si lazima uanze kulipwa. Manake biashara yoyote si lazima uanze kwanza na mtaji mkubwa. Unaanza kwa mtaji mdogo, baadaye unatokezea mbele ya safari. I'm Timothy, see you until the next time kwenye kipindi kingine cha Screen and Reality. Make sure una subscribe, una like, then unafinya alama kengele ili kupata updates kwa sasa husika. Ciao.